Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Basi kwa niaba ya halmashauri ya walei parokia, naomba nisome taarifa fupi ya parokia ya Moyo Mtakatifu wa Yesu Kiharaka. Mwashamu Baba Askofu Stefano Lameki Msemba OSA, awali ya yote sisi wanaparokia ya Moyo Mtakatifu wa Yesu Kiharaka tunamshukuru Mungu aliyetujalia uhai na mapaji yote yanayotupa nguvu ya kuwajibika kwa nafasi mbalimbali katika parokia yetu. Vile vile tunamshukuru Mungu kukuwezesha wewe binafsi kwa mara ya pili kuja hapa parokiani kwetu, kuja kutoa sakramenti ya kipaimara na ndoa, tukio lako la kwanza katika parokia yetu. Karibu sana Baba Askofu. Aidha, tunakushukuru wewe binafsi kwa kuridhia kutoa sakramenti tajwa, hali inayoendelea kuimarisha imani kwa vijana na wanandoa wetu. Historia fupi ya parokia. Mwashamu Baba Askofu, parokia yetu ya Moyo Mtakatifu wa Yesu Kiharaka ilianza kama kituo cha sala, na baadaye mwaka 2007 ndipo ilipoanzishwa jumuiya ya Mtakatifu Vincent wa Paulo, ikiwa na wanajumuiya wasiozidi 7 wakiwa wanakutana chini ya mti wa mwembe katika eneo ambapo ndipo kigango cha Mtakatifu Yuda Tadei kwa sasa. Waumini hao walikuwa wakihudumiwa na kigango cha Mbweni, jimbo kuu la Dar es Salaam. Baada ya kupata mawasiliano na Bagamoyo, jumuiya hiyo ilikuwa chini ya usimamizi wa parokia ya Moyo Safi wa Bikira Maria Bagamoyo. Baadaye kutokana na ongezeko la waamini ziliongezeka jumuiya na hivyo kufanya kuwa kituo cha sala kamili, na mwaka 2000 ambapo ilikuwa ni mwaka 2011. Kituo hicho kiliwekwa chini ya usimamizi wa parokia ya Epifania Bagamoyo, na tarehe 19 Novemba 2017 kituo hicho kilitangazwa kuwa kigango cha Mtakatifu Yuda Tadei Kiharaka chini ya parokia teule ya Kristo Mfalme Kerege. Baada ya ongezeko la waamini na kukua kwa miundombinu, kilianzishwa kigango kingine cha Mtakatifu Teresia Mtoto Yesu, na mnamo tarehe 30 Agosti mwaka 2020 ilitangazwa kuwa parokia teule ya Moyo Mtakatifu wa Yesu, ikiwa na vigango viwili, yaani Mtakatifu Yuda Tadei na Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu. Muundo wa parokia kwa sasa. Parokia ya Moyo Mtakatifu wa Yesu ina vigango viwili, yaani kigango cha Mtakatifu Yuda Tadei na kigango cha Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu. Parokia ina jumla ya jumuiya 51 zinazounda kanda 16 kama ifuatavyo. Parokiani hapa Moyo Mtakatifu wa Yesu kuna jumla ya jumuiya 18 zinazounda kanda 6, na idadi ya waamini kwa mujibu wa sensa iliyofanyika parokiani mwaka 2023 ni 1216. Kwa kigango cha Mtakatifu Yuda Tadei kuna jumla ya jumuiya 20 zinazounda kanda 6, na idadi ya waamini kwa mujibu wa sensa hiyo ya mwaka 2023 ni waamini 1261. Kigango cha Mtakatifu Teresia Mtoto Yesu kina jumla ya jumuiya 13 zinazounda kanda 4, na idadi ya waamini kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2023 ni 781. Hivyo hata hivyo kuna ongezeko la mara kwa mara la waamini, na kwa kuzingatia eneo hili ni miongoni mwa maeneo ya makazi mapya yanayokuwa kwa haraka.
vyama vya kitume. Hapa parokiani vyama vya kitume ambavyo tayari vimeanzishwa katika parokia yetu ni pamoja na UWAKA, WAWATA, VIWAWA, VIPAPA, kwaya, ushirika wa Moyo Mtakatifu wa Yesu, watumishi wa altare, yaani shirika la Alois Gonzaga, shirika la wazee na wastaafu, pamoja na Charismatic Katoliki. Vyama hivi vyote kwa hapa parokiani viko hai na vinatenda kazi ipasavyo. Huduma za kiroho. Mwashamu Baba Askofu, waamini katika parokia yetu wanapata huduma za kiroho kadiri inavyowezekana. Sakramenti mbalimbali zinatolewa kwa kuzingatia taratibu za Kanisa Katoliki. Pia huduma kwa wagonjwa wanaoendelea na matibabu wakiwa manyumbani na hospitalini pia zinatolewa. Malengo ya parokia, yaani mpango mkakati. Mwashamu Baba Askofu, pamoja na malengo ya kiroho na maendeleo yanayoonekana ambayo yanaendelea kuratibiwa na hierarkia wakishirikiana na halmashauri ya walei, baadhi ya malengo muhimu ya parokia kwa sasa ni kama ifuatavyo: kukua kiimani, yaani kuendesha semina kwenye jumuiya ndogo ndogo za Kikristo kuhusu imani Katoliki, uongozi katika kanisa, maisha ya sala katika familia na sakramenti ya ndoa. Katika mpango mkakati wetu hili ni jambo kubwa ambalo tunaliwekea mkazo kwa mwaka huu. Jambo la pili ni kuendelea kuanzisha vyama zaidi vya kitume kwa vile ambavyo utume huo hauko hapa parokiani, ili kupata muunganiko wa imani na uongozi kuanzia ngazi ya jumuiya hadi jimbo. Tatu, kuimarisha miundombinu ya kanisa, yaani ukamilishaji wa nyumba ya mapadre pamoja na samani zake, lakini pia kuimarisha ujenzi na kukamilisha ujenzi wa kanisa la parokia pamoja na makanisa yaliyoko vigangoni ambayo ujenzi wake unaendelea katika hatua mbalimbali. Lakini vile vile kwa kutambua umuhimu wa mahitaji yanayoendelea kukua katika parokia hii, lakini pia mahitaji yatakayohitajika baadaye, parokia inaendelea kufanya jitihada za kuongeza maeneo katika parokia kwa ajili ya matumizi ya sasa na matumizi ya baadaye. Vyanzo vya mapato. Mheshimiwa Baba Askofu, Mwashamu Baba Askofu, chanzo kikuu cha mapato katika parokia yetu ni michango ya waamini wanaowezesha shughuli mbalimbali za maendeleo. Lengo lililoko mbele yetu kama tulivyoeleza hapo juu ni kuwa na miradi itakayosaidia kuinua uchumi wa parokia yetu. Kwa sasa tunayo miradi kadhaa. Tuna miradi ya ufugaji wa ng'ombe, tunazo ng'ombe kadhaa, lakini pia tuna mradi wa kontena ambao unatumika na vyama vya kitume, lakini pia tunao mradi wa uchinjaji ambao unaendelea hapa parokiani, na tunahamasisha pia miradi katika ngazi za vyama vya kitume. Tunatarajia kuanzisha miradi mbalimbali kadiri tutakavyopata ushauri wa kitaalamu wa ujasiriamali kwa kuzingatia mazingira yetu ili kuongeza kipato na uchumi wa parokia. Mafanikio. Mwashamu Baba Askofu, kwa kipindi cha muda mfupi cha miaka isiyozidi mitano, parokia yetu imepiga hatua kubwa ya kimaendeleo katika maeneo mbalimbali. Mafanikio tuliyoyapata katika kipindi hiki ni pamoja na yafuatayo. Moja kuu na tunalojivunia zaidi kuliko yote ni umoja wa kiparokia, ambao mambo mengi yanayofanyika hapa parokiani yanatokana na umoja wa kiparokia ambao unawezesha waamini kuungana na kujitoa kwa ajili ya maendeleo ya parokia yetu. Tunamshukuru Mungu kwa hilo. La pili ni ushiriki thabiti wa wanaparokia katika matukio
ya kiroho, ikiwa ni pamoja na makongamano yanayoandaliwa katika ngazi mbalimbali, hija, sakramenti mbalimbali, semina pamoja na mafungo. Mheshimiwa Mhashamu Baba Askofu, hili tunajivunia kama parokia, kwani parokia yetu imekuwa ikishiriki pasavyo na wakati mwingine kuwa parokia ya mfano katika kupeleka waamini katika makongamano na katika hija. La tatu, maendeleo katika parokia, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa kanisa kubwa la parokia ambalo umelishuhudia liko mbele ya kanisa hili, pamoja na nyumba ya mapadre kubwa ambayo iko katika hatua nzuri ya ujenzi, ununuzi wa gari la parokia, ujenzi wa makanisa vigangoni, upanuzi wa ardhi ambapo kwa sasa tuna ardhi kubwa katika parokia nzima ambapo inakadiriwa Yuda Tadei wana takriban ekari tatu na zaidi, lakini Teresia Mtoto Yesu nao pia wana takriban eka 3 na zaidi, na hapa parokiani pia tunayo ardhi isiyopungua ekari 3 na zaidi. 4, kukua kwa vigango na kuimarika kwa miundombinu muhimu ambayo inawezesha utoaji wa huduma katika parokia, vigangoni na jumuiani. Lakini lingine pia ni uimarikaji wa utoaji wa huduma katika parokia, kwani tumekuwa tukiendelea kukua hatua kwa hatua na huduma zinaendelea kuimarika na kuongezeka. Pamoja changamoto, Mhashamu Baba Askofu, pamoja na mafanikio hayo, changamoto mbalimbali zinazopunguza kasi ya ukuaji wa maendeleo ya kiroho na kimwili katika parokia yetu ni kama ifuatavyo. Baadhi ya Wakristo kutoelewa vyema elimu ya imani ya Kanisa Katoliki na hivyo kuwapelekea kuyumba kiimani. Baadhi ya Wakristo kuishi uchumba sugu bila sababu za msingi, hali inayowapelekea kujifungia sakramenti. 3, hali duni ya kiuchumi kwa baadhi ya Wakristo katika parokia yetu, hali inayopelekea majitoleo kwa ajili ya maendeleo ya kanisa kuwa chini. 4, mahudhurio hafifu kwenye mikusanyiko ya jumuiya ndogo ndogo kwa baadhi ya waamini hasa UWAKA. 5, miundombinu mibovu ya barabara, kizingatia eneo hili ni ukanda wa bahari, hususan kipindi cha mvua, hali ya utoaji wa huduma inakuwa ngumu, inayoathiri huduma kwenye jumuiya na hata mahudhurio kanisani. Mhashamu Baba Askofu, pamoja na changamoto tulizozitaja, kwa zile ambazo ziko ndani ya uwezo wetu na mamlaka yetu, tunaendelea kuzifanyia kazi, kuzitafutia ufumbuzi, ikiwa ni pamoja na kuendesha semina, kuhimiza Wakristo wanaoishi chumba sugu kufunga ndoa, lakini pia kutoa elimu hususani elimu ya zaka. Hitimisho. Mheshimiwa Mhashamu Baba Askofu, tunapenda kushukuru tena kwa mwongozo na maelekezo yako ukiwa kama mchungaji mkuu katika jimbo letu. Aidha, tunachukua nafasi hii pia kukupongeza kwa kuteuliwa kuwa askofu wa kwanza wa jimbo la Bagamoyo, jimbo la kimisionari. Tunakuahidi kuendelea kukuombea, Mungu akutie nguvu katika jukumu hili kubwa la kichungaji, na tunaahidi kushirikiana nawe katika ujenzi wa jimbo letu. Tunamshukuru pia baba paroko wetu Father Emmanuel Kwai kwa kazi kubwa anayofanya katika parokia yetu. Pia tunatoa shukrani za kipekee kwa Father paroko mwanzilishi Father Valentine Bayo CSSP
kwa kazi kubwa pia aliyoifanya na anayoendelea kufanya katika parokia yetu. Tunatoa pia shukrani za dhati kwa mapadre wote wanaotoa huduma katika parokia yetu, ikiwa ni pamoja na Father Gervas Taratara, Father Mrema na wote ambao wanaotoa huduma kwa nyakati mbalimbali katika parokia yetu. Tunawashukuru kwa ushirikiano mkubwa wanaotupatia kuimarisha imani na huduma za kiroho kwa Wakristo katika parokia yetu. Mwisho, tunachukua nafasi hii kuendelea kukukaribisha wewe na ujumbe wako hapa parokiani, na tunakutakia safari njema utakapokuwa unarejea jimboni. Karibu sana Baba Askofu. Asanteni.